بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa leo tuko katika juma linalowezekana kuwa ndio juma la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika juma hili ulimwengu mzima leo, sawa uwe ni ulimwengu wa Kiarabu au ni ulimwengu wa Kiislamu au hata kwa jumla ni ulimwengu wa wanyonge, wote wajitokeza katika kuitika mwito wa kuihuisha siku maalumu, siku ya Quds, ambayo ni yaumul Quds alalami. Na Qudsi ni mui ulioko Falastini, na Falastini ni katika maeneo matakatifu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumiliza mitumi kadha wa kadha. Katika ziwanda zile kumepita maguu matakatifu, na kuna historia ndefu ambayo yafupishwa na msikiti mtakatifu Al-Masjidul Aqsa, ambao ndio msikiti wa tatu katika misikiti mitakatifu na ambapo ndio kibla cha kwanza cha Waislamu kabla Waislamu kuamrishwa kuwekelea Al-Kaaba, yani kuwekelea Makka. Suala: kwa nini tuwe na yaum al-Quds? Kwa nini siku ya Quds? Pili, lima ikhtiyaru shahri Ramadhan wa yaum al-Jum'a wal Jum'ati al-akhira? Kwa nini tuwe na siku ya Quds? Suala la kwanza. Suala la pili, na kwa nini siku hii itaguliwe kufanywa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika siku ya juma takatifu, tena juma la mwisho la mwezi wa Ramadhani? Kwa nini? Tunaweza kupata mafundisho gani, au kama wanavyotuambia mahi ya dalalatu ramziya, kuna dalala gani zaweza kutufundisha kuhusu suala la kwanza? Sitalijibu leo kwa sababu nafikiri miaka mingi iliyopita nyuma nimezungumzia zaidi kuhusu kwa nini tuwe na siku ya Quds. Nimezungumza khutba kadha wa kadha katika minasaba mbalimbali kuelezea sababu zinazowafanya watu waadhimishe siku inamkuliwa Quds Day. Suala ambalo nataka kulizungumza leo ni la pili na kumalizia, kwa sababu tawqit, wakati uliotaguliwa una
kitu muhimu sana chataka kieleweke katika kukifungamanisha na siku hii. Vile vile wakati wenyewe tukiufungamanisha na mwenye au mwanzilishi wa hii fikra, kama nitakapokuja kuwaeleza yafungamana vipi na yeye. Kitu cha kwanza, Irani ilifanya mapinduzi ya Kiislamu katika mwisho wa miaka ya 70. Waisraeli ama Mazayuni walivamia Palestine 1948, ambao sasa hivi tutimiza miaka 70 takriban. Sasa wewe fanya hisabu kutoka 1948 mpaka 1979, utapata miaka mingapi? Ndiyo mapinduzi ya Irani. 1979, na baada ya Imam Khomeini kurudi Irani kutoka uhamishoni Faransa, yasemekana kuingia kwake Irani mpaka kukafanyika mapinduzi mpaka kukaundwa dola ilitukua kipindi cha miezi 6 na kuitangaza Quds Day. Hizi namba nataka muhimu sana muzihifadhi, kwa sababu zitatupa mwelekeo katika kuyajadili yatakayokuya. Baina tu ya yeye guu lake kukanyaga Tehran alipoingia kuongoza mapinduzi na mpaka kutangaza rasmi kitu kinachoitwa Quds Day, ilikuwa ni kipindi cha miezi 6. Hiyo ni nukta nataka muihifadhi. Pili, baina ya kufaulu mapinduzi, manake kufika kwake mapinduzi sio yamezie, ndio yaanza. Baina ya kufaulu mapinduzi na kuundwa dola au jamhuria ya Kiislamu Irani, ikatulia, kukafanywa referendum, na kulikuwa kuna mambo mingi sitaki kuyaeleza hapa, yatatuchukulia wakati. Mpaka watu wakafanya referendum, ikapitishwa katiba, kukaundwa serikali ya kwanza. Baina ya kumalizika kuundwa serikali na kutangazwa siku ya Qudsi ni miezi 4.5. Miezi 4 au takriban, baadhi ya maulamai hawakutia na nusu, wameibakisha tu takriban miezi 4. Na bidhabti alitangaza siku hii ilikuwa ni Tammuz, Julai 1979. Hii yamaanisha nini ndugu zangu? Hii yamaanisha kwamba suala au kadhia ya Palestine na kadhia ya Quds zilikuwa ni katika kadhia ziko katika ngazi ya priority ya Imam Khomeini, kwa sababu kufanya mapinduzi mpaka umalize dola kama dola ya Irani, dola kubwa, dola yenye tarikhi, na mpaka ujenge na mpaka upange na katiba na kadhaa. Si tuliwaona wengine juzi walipofaulu mapinduzi, waliposhika serikali, walinena tutataka muda mwanzo mpaka kutangaza na sisi kukatana na nani? Na Palestine na Waisraeli. Hii ni nukta muhimu Waislamu wataka waione. Juzi tuliona katika hizi ziloitwa thaura za Kiarabu, Islamiyin wanaojiita ni katika wanaharakati wa nini? Wa Kiislamu, walifaulu kufika katika ngazi za utawala Tunisia, walifaulu kufika kwenye ngazi za utawala japokuwa ni kwa muda Masri na maeneo mengineo, lakini wata masala ya kutangaza kitu kama Quds Day, hata kufunga ubalozi wa Israeli haukufungwa, ambao Imam kwa miezi 4.5 tu kupaliza, na pengine miezi 4.5 ilichelewa kwa sababu ilikuwa Ramadhani ibado, na lau Ramadhani ingempitia mapema zaidi angelitangaza kwa mwezi tu. Isitoshe, na akatoa amri pale ubalozi wa Kizayuni ulokuweko
wapi? Irani ufungwe, na badala yake sio ufungwe tu, usalimishwe harakati ya nani? Ya Fathi, ambao ndio wakiongoza na Yasir Arafat kuikomboa nini? Falastini, kama kutambua ndio serikali halali ya nani? Ya Falastini. Hichi ni kitu muhimu, na hapa ndipo tunataka tumfahamu nini. Na kama mlikuwa mwafuatilia habari kabla na yana na yuzi, na muangalie khutba au mazungumzo anayoyazungumza Netanyahu, Prime Minister wa Kizayuni, hii yeo kwao hushinda bomu la nyuklia. Kama maketi mukawasikiliza katika mambo yanaowakera, yanaowaudhi, na lau waweza kutumia pawa zao zote na mabilioni ya senti zaidi ya kulistopisha wanalodai bomu la nyuklia, wao wangeistopisha hii siku yanaoankuliwa nini? Quds Day. Kwa sababu wewe wayaona ni mambo madogo. Kwa muda wa miaka 70 twaenda sasa, hii siku ni moja tu imeweza kubakisha kwamba dhalimu ni dhalimu na madhulum ni madhulum. Funguani zombo za habari leo mkitoka juma na usiku za ulimwengu mzima. Leo yuko London wapiga mayowe Netanyahu asema Uingereza kwa fanywa maandamano haya ya kusapoti ugaidi, kwa sababu awatumilia lugha hii ni Waingereza, ajua ndio watanini. Bendera iliyotengenezwa Uingereza ya Falastini wasema imefika mita 70. Kila mita yamaanisha mwaka mmoja wa kutekwa Falastini. Watatoka na bendera leo ya mita 70. Hazikuwekwa tu zile mita 70, zimewekwa kwa hisabu. Yani wataka kuufahamisha ulimwengu kwamba miaka sasa ni mingapi? Ni 70. Mkumbuke huko ni wapi? Si Maka, si Madina, si Teherani, si Qum, si Najaf. Ni wapi? London. Messi mumemuona juzi na Argentina. Ni katika kazi ya hii siku kuwaelimisha watu wataka awareness. Kulikuwa kutezwe friendly match baina ya timu ya Argentina na timu ya nani? Ya Mayahudi. Mwisho wamecancel, ambao ni pigo kubwa la kisiasa. Na uangalie zile statement zilikuwa zikitoka katika kucancel ile match, kwamba sisi hatuwezi kuteza na ziuaji wanaoua vijana, wanaotinda vijana, wanaodhalilisha mataifa, kupitia msimamo wa Argentina. Na si msimamo wa Messi, ni msimamo wa nchi, kwa sababu Messi hana uamuzi wa kuiamulia timu ya taifa. Nafikiri watu tuelewane vizuri sana. Na kesho Messi aweza kubadilika na aweza nini, lakini misimamo ya Argentina ni misimamo yajulikana. Latin America nchi nyingi haziko pamoja na nani? Na Myahudi, isipokuwa wale zibaraka wa Amerika peke yake. Sasa hii siku ni siku muhimu, ni siku ya tujenga Waislamu, ya historia yetu ya kukumbuka Quds, na pia ni siku ambayo itabaki kuwa ni mwiwa katika koo ya Mazayuni mpaka wakitapike walichokinyakua. Hili ni kuhusu jinsi ilivyoanza na mwenye kuitagua, na ni katika mambo ya priority kwake kiasi gani. Naam, kwa nini katika mwezi wa Ramadhani? Na kwa nini iwe juma? Na kwa nini liwe ni juma la mwisho? Kwanza tunataka tufahamiane kwamba mwezi wa Ramadhani kulingana na itikadi yetu Waislamu ni mwezi mtakatifu. Hilo halina shaka. Pili, kulingana tunavyofahamu katika dini yetu ya Uislamu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ulioteremshwa nini? Qur'ani. Tatu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu ametufaradhia ibada ya nini? Ya saum. Qur'ani imekuja kutuongoza kupambana na mashetani.
ibada ya saum yatuongoza katika jihadi yetu ya nafsi, kupambana na nini? Na nafsi yetu, kuishinda nafsi yetu. Kwanza tufike kwenye takwa, la'allakum tattaqun. Tukiweza kuishinda nafsi yetu, tufike kwenye takwa, tutakuwa tumeshinda jihadi ya kwanza. Ile Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema ni aljihadul akbar, ndio jihadi kubwa. Tukishinda jihadi kubwa, twajiandaa kutoka kwenda katika jihadi toto ya kupambana na maadui. Mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ya mwanadamu matatizo yake ni hili tumbo. Hili tumbo ndio matatizo makubwa. Sababu hili tumbo likishakuya likisha kushiba, sasa na zingine zote ndio hufanya kazi. Kama tangi ya patroli kwa gari, ikiwa empty, clutch haifanyi kazi, hakuna kitu kitafanya kazi. Kwa sababu tangi ni nini? Ni empty. Lakini ikiwa full, sasa utakwenda na gari utakavyo. Hii tumbo. Sasa mwanadamu alipokonyapo hili tumbo hulainika. Waona jamaa wameregea, ito mtu limemtoka nini, lakini hujijui wewe, wajiona wadhoofika kimwili, lakini ruhu ndio yapata nini? Yapata nguvu. Na ndio utaona katika mazingira ya saum watu wengi tabia zao huwa ni nyingine kuliko katika mazingira akisha kushiba. Mara nyingi utaona umekuwa laini, utaki masala ya nini, huruma imekuwa hali ya juu, hisia zile ambazo ni za kibinadamu za panda. Sasa maulamai watuambia, ilipokuwa Ramadhani watujenga hivi, Ramadhani ni fursa ya kutuweka pamoja, mara kwa mara tukutana. Utakuta katika malanti pengine pambano wa juma mpaka juma, au paka kutokea jambo katikati, kumekufa mtu, unatausia ndio watu waweze kukusanyika kwa wingi. Leo ukiangalia Ramadhani kila mahala ni nini? Ni zigurupu, ni zikao. Wale usoma juzu, wale usoma dua, wale uswali tarawehe, wale wako darasani, wale sijui wako kwenye iftari wamealikana. Zitu zingi utazikuta ni zitu za pamoja, za kutuweka pamoja. Na message kubwa ya Ramadhani ni message ya kujenga umoja wa Waislamu. Katika hisia hizi ndio al-Imam al-Khomeini akataka kuzitumia hizi hisia. Ingetangazwa Rajabu, ingetangazwa Shaaban, ingetangazwa sijui mfungo 5, ingetangazwa mfungo 7, kidogo haingekuwa na energy ile inayotakikana ya kiroho. Lakini ilipokuwa Waislamu wako kwenye kufunga, na saumu ni ile inaotufundisha kuwasaidia wale wasiojiweza. Na leo katika ulimwengu wa Kiislamu kuna watu wanaostahiki kusaidiwa na wasiojiweza kama wa Palestina? Hakuna. Sasa hisia hizi ni moto wa roroma kwenye zifua za watu, watakatu kuelekezwa uwekezewe wapi. Na angaliani leo watu walivyoitika. Utakuta katika baadhi ya mii utoka kwa mamilioni shekh. Leo nenda kaangalia Yaman, kaangalia Tehran, kaangalia sehemu nyingine, toka watu milioni 5, milioni 6, milioni 7 watu wanatoka barabarani kwa sababu ya kunyanyua sauti. Mtu aweza kunena, lakini zitafanya nini? Makangia makatoka, utoka tukafanya maandamano, makangia makatoka. Wajua, nitakwambia zitu ziwili. Kuna bwana mmoja alikwenda kwa mwanachuoni, akamwambia shekhe, mimi nina tatizo, nitakunisaidia na mimi. Akamwambia tatizo gani? Akamwambia makangia makatoka huya Ramadhani, mimi ufunga, utoa dua, uomba toba, kimalizika Ramadhani urudi pale pale. Sio taketi fungo kwanza, fungo pili, fungo 3, fungo 4 mpaka Shaaban. Ikiingia Ramadhani utie tena nia, ya Rabbi mara hii mimi nitaka kufanya nini? Kurekebisha. Nitaka kuwata mambo naofanya, kama ni uraibu, kama ni. Akaingia Ramadhani geji, akatoka, akitoka wiki 2, wiki 3 baada ya Eid mara merudi pale pale. Sasa mwambie shekhe, tatizo ni kwamba siyajua kufunga ama nisifunge tena? Lakini sioni tatizo, sioni mabadiliko mimi.
Sasa suala hili la baadhi ya watu wapendao kunena kwamba mwaka ngia mwaka toka sisi hufanya maandamano, paka sasa tumeweza kutumikia nini Falastini? Mwaka ngia mwaka toka sisi hufunga. Saumu imebadilisha nini katika maisha yetu? Tuateni kufunga? Kuna mtu aweza kuwa na ujasiri kunena tusifungeni tena? Hujui ni lini mtu aweza kuwa na maradhi shekhe, miaka 30 henda kwa daktari huyu na daktari huyu, mpaka akafika wakati aikezapo uko tayari, mpaka akiambiwa kuna mkoyo wa ng'ombe aweza kunwa. Fika wakati waliyadhu billah mwanadamu akaja akaemewa na maradhi na akawa hakubakisha pa kwenda, mpaka mwisho akisikia hata kuna mganga huko kitotoroni ayua hayui, enda ukwambio asa atapata nini matibabu. Na huwezi kujua ni lini. Na pengine siku moja tu kukatokea mtu akampa mtokotoko wa wazuka, akamtokosea kanwa katua. Sema huyo mtokotoko wa wazuka wakitokosewa wazazi zamani wakishukua na utungu, sio? Yeye ametumia mamilioni ama malaki, imekwenda daktari huyu, specialist huyu, nyaka ngia nyaka toka, enda huko akirudi huko. Mwisho siku ya faraji ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukatoka thamani ya dawa yake ya kumtuza shilingi 50. Na ikawa siku ile ndio imepita kabuli ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ndio usono wake. Sasa siku ya faraji hatujui lini. Sisi tutaingia msikitini, omba. Usinene bwana mimi ustadhi mmeomba mpaka mmechoka bwana sipati shifa, humuomba Mungu anituze situla. Hujui wakati wa kabuli yako. Sisi ni wajibu wetu kuendelea kufanya nini? Kufanya. Sisi ni wajibu wetu kusali, sisi ni wajibu wetu kufunga, sisi ni wajibu wetu kuomba toba. Wakati utapita kabuli ya kukubaliwa toba, tusifanye tena madhambi. Hatuijui hiyo saa sisi. Na huwezi kujua. Na wangapi walikuwa wamekatiwa tamaa, wamepitiwa na miaka, leo ukiwaona siku ya kupitiwa kabuli ya tauba huwezi kuamini kama ndiye yule. Wangapi wako katika mifano ya uso wetu, Mwenyezi Mungu amewaongoza, Mwenyezi Mungu amewabadilisha, wamekuwa ni watu wema salihin. Tusikate tamaa. Kwa hivyo jawabu la kwanza, hatuati kuendelea kuhuisha siku hii kwa sababu hakuna matokeo yako. Pili, kuna kipimo muhimu alikitoa Imam Khomeini, ingawa hakihusiki na mambo haya lakini tunaweza kukitumia. Imam Khomeini asema ukitaka kujipima mafanikio yako, angalia hasira za adui yako. Kila ukimuona adui yako ile grade ya nini au degree ya hasira ya panda, jijue kwamba wewe kumbe wa achieve. Kipimo muhimu sana hiko. Kama striker wapiga kule, waangalia huku, waangalia hivyo. Pia na ukitaka kujijua ni failure, angalia adui yako anavyokushangilia. Ndio akatoa kipimo chake kwamba yoyote ukimuona asifiwa na Amerika katika ulimwengu huu, hoyo atakawekewe question mark. Ni kwamba hajaufanyia kazi Uislamu. Kwa sababu ukifanyiwa kazi Uislamu, Muamerika hawezi kuridhika, hawezi kubariki, hawezi kusifu. Anaposifu ni kwamba mambo yamfurahisha yeye, na yanamfurahisha yeye na yanamfurahisha Mwenyezi Mungu hayalingani. Sasa tukitaka kuangalia hii Quds Day, haya maandamano, khutba, kila mmoja kwa uwezo wake yafanyikao ulimwenguni, yana impact yoyote ama hayana? Waangalieni wenyewe mazayuni wanavyoreact kuhusu hii siku. Angaliani hasira zao, angaliani wanavyokwenda mbio kuhakikisha kila mahala hayakufanywa. Lao walikuwa wana uwezo hata hii khutba hapa isitolewe pia wangestopisha, kwa sababu hawataki kabisa ishu hii iendelee, kwa sababu lengo lao wataka isahulike. Kwa hivyo sisi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi unaotofautiana na miezi mingine, na hili ni mfano ndugu zangu, si Quds Day. Na kila mtu mimi huambia ana Quds yake. Sisi kama watu wa Amu ama kama watu wa Lamu
ama kama watu wa pwani, ama kama Waislamu, utakavyokujiita na utakavyowajiweka katika kujipanga. Hiki kipindi cha Ramadhani ni kipindi muhimu cha kuweza kuzitumia hizi hisia zilioko, hisia za kupendana, hisia za umoja, hisia za ulaini, katika kuwakusanya watu, kuwalekeza kwenye ajenda zao za kihakika, katika mapambano yao ya kihakika, katika ukombozi wao wa nini, wa kihakika. Ni fursa muhimu saumu itupite, imetulea, imetubadilisha mitazamo, imetubadilisha misimamo, imetubadilisha nyendo katika kutembea kwetu. Ndugu zangu Waislamu, napenda kidogo kumnukuu mara hili ile khutba yake ndefu ya kwanza aliyoitoa 1979. Nataka tu kukata baadhi ya zipande ndio nimalize nazo khutba yangu, nifunge kulingana na yale mambo nimeyapanga. Kwanza anena katika khutba yake, ad'u jamia muslimil alam, na waomba Waislamu wa ulimwengu mzima, ila i'tibari akhiri jum'atin min shahri Ramadhan al-mubarak, walizingatie juma la mwisho la mwezi wa Ramadhani mtukufu, allati hiya min ayami al-qadri, na ambao mara nyingi huwafikiana na siku za Lailatul Qadr. Ono ni utukufu mwingine. Wayumkinu, asema, na yawezekana juma hili likitumika sawa sawa, antakuna hasima, liwe litatoa maamuzi ya kukata, fi ta'yini masiri shabi al-falastini, katika kuonesha mustakbal wa raia wa wapi, wa Falastini, na iwe ni yauman lilquds, na ni siku ya kuikumbuka Quds. Hicho ni kipande cha kwanza cha khutba yake. Awalingania Waislamu wote, akiwaonesha kwa nini nimetagua siku ya juma, kwa nini mwezi wa Ramadhani, kwa nini katika siku za layalil qadr. Pili, kipande kingine asema, yaumul qudsi yaumun alami, siku ya Qudsi ni siku ya kitaifa au ya kimataifa. Laysa faqat yawman khasan bil Quds, musiangalie tu kuwa ni siku ya Qudsi kama Qudsi mui. Innahu yawmu muwajahati almustad'afina ma'a almustakbirin, hii ni yataka iwe ni siku ya mapambano kati ya wanyonge na mabopari. Na nitarudi kwenye kipande hiki kati ya wanyonge na nini, na mabopari. Hapa amepanda kwamba la itoke pia hata kwenye fremu ya Uislamu, kwa sababu wanaonyanyaswa katika huu ulimwengu si Waislamu peke yake. Leo kuna mataifa kadha wa kadha, Afrika, maeneo mengine, wanyanyasa hata kama si Waislamu. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ametuamrisha tuwanusuru wanyonge bila ya kuangalia dini zao, mustadhafid, wanyonge. Kwa hivyo iwe ni yaumun alamiyun insaniyun, si islami, ni siku ya kibinadamu. Na waqian na waomba, nendeni mkaangalie vizuri habari, utaona leo Wakristo wako kati, wametoka uwandani, watu wasiokuwa na dini, wazungu, kila aina, kwa sababu wameifahamu message hii kwamba hii ni siku ya mapambano ya kuua ubopari katika ulimwengu. Kwa sababu tatizo la Ufalestina limezaliwa na tatizo gani? La ubopari ulimwenguni. Tatu, kipande cha mwisho na kinukuu, mmependa kunukuu zipande zitatu tu. Asema, innahu al-yawmu alladhi, hii siku ya juma la mwisho la Ramadhani ni siku ambayo kwamba yajibu, ni lazima, an yatajahaza fihi almustadhafun, wajiandae wanyonge, fi muqabili almustakbirin, kupambana na mabopari. Sio tu ni siku ya wanyonge, ni siku ya kufanya matayarisho. Yani kwa maana si maandamano tu, si speech peke yake, wataka kuwe na makongres, wataka kuwe na warsha, wataka kukutana watu, jinsi ya kujipanga namna gani tutasimama kama wanyonge ulimwenguni katika kupambana na ubopari. Na hapa twarudi katika kitu kingine. Waqian
Mwenyezi Mungu alimwafikia Imam katika kuziona hizi zitu ghariba aje. Ana siku kadha amezitangaza ulimwenguni. Nitakupa mfano. Ana siku ya ulimwengu ya mwanamke ameitangaza. Ni kitu cha kwanza alichokifanya yeye, hakuna. Ana siku ameitangaza, na hii iko katika mfungo 9. Hii yaumul mar'a alalami, siku ya mwanamke. Siku ya pili ana siku pia ameitangaza ulimwenguni, aiita yaumul mustadhafin, siku ya wanyonge. Hii ni tarehe 15 Shaaban. Na mustalahi wake ameutukua kwenye Qur'an, wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin. Kwa nini? Hapa ndipo nataka munisikize vizuri sana. Baada ya mapinduzi ya Irani, Imamu aliukuta ulimwengu umegawanywa tofauti tofauti. Kuna wengine wameugawanya ulimwengu east na west. Ilikuwa kiamkuliwa hawa ni mrengo wa east na hawa ni mrengo wa west. Yani kuna dola za fuata ukomunisti, ndio east, sio? Russia na nani. Kuna na dola zinaofuata mifumo ya kimagharibi, wakiitwa ni dola za wapi? Za west. Hata ukawe kwa Afrika, ulikana wewe ni mrengo wa east ama ni wa west. Mgawanyiko huu wa ulimwengu ulikuwa ni mgawanyiko wa simba wawili walioingia katika zizi la mbuzi, wakaona wakipigana wao wawili na mbuzi mwingi mno. Kwa nini wapigane? Wataumizana, wala hawawezi kuwamaliza wale mbuzi. Wakaamua wagawanyiane, aliyokokulia mvako ndriki, yani kwa lugha za kikwetu kukapijwa ndriki. Aliyokokulia mvako, aliyokokushoto ni wangu. Mrusi akatukua zake na Muamerika akatukua zake, kulipokuwa na nguvu mbili ulimwenguni. Kwa hivyo ni mgawanyiko hautumiki binadamu kama leo ilivyo Kenya. Pili, mgawanyiko ule ukitumiwa mwingine ulimwenguni ni ad-duwalun namia na duwalul alami thalith wakizita. Ulimwengu umezoendelea na dola za ulimwengu wa tatu. Kama kina sisi sote tuko katika ulimwengu wa tatu. Wa pili nafikiri hakuna. Haukuwekwa wa pili. Na la ajabu ni hili. Kuna number 1, hakuna number 2, kuna number 3. Sijui filosofi yake ni nini. Mgawanyiko huu umegawanywa kwa filosofi gani? Umeiona filosofi ya kwanza ni ideology ya kisiasa. Kwa maana ni ukomunisti ama ni umagharibi. Huu ulikuwa ni ideology ya kiuchumi. Kwamba kuna dola za kuunda, kuna na dola za kununua. Yani kuna wanaotoa bidhaa, kuna na soko. Kwa hivyo hizi zinazoitwa ulimwengu wa tatu, hizi zote ni nini? Ni soko. Na zile wenyewe wanazoziita dola za ulimwengu wa kwanza, sijui ni dola 6, 7, 8, wenyewe wale ndio wenye mafactory, ndio wenye technology, ndio wenye kila kitu. Wewe kazi yako ni unene, wataka ndege ngapi tukuuzie. Unene wataka dawa gani tukuetee. Unene wataka nguo gani tukutengenezee. Unene wataka kofia ya zito sampuli gani tukuundie. Wewe kuunda mwenyewe hakuna. Na ndio utakuta kila dola inaojaribu kusimama kwa maguu yake iwe itajitegemea katika uchumi itapigwa zita. Ima kwa jina la demokrasia, au kwa jina la haki za binadamu, au kwa jina la nyuklia, au kwa jina lolote, kuhakikisha usitoke kwenye ulimwengu wa tatu ukaya huku. Kwa sababu wauzaji tukizidi, wanunuaji wakifanya nini? Wakipungua, soko itafanya nini? Taanguka. Sasa ukiangalia mgawanyiko huu wa ulimwengu ulikuwa ni mgawanyiko umetengenezwa, ndio ukatengeneza ulimwengu wa kibopari. Sasa watu wamepigana ulimwenguni, nyaka ngia nyaka toka. Huyu ukiangalia Jerumani imegawanywa kwa msingi gani? Jerumani east na nini? Na west. Hawa makomunisti huko, hawa mfumo wa nani? Wa magharibi. Watu wamepiganishwa mpaka ilipofika
wakati kukakosekana kupijanishwa kwa ideology ya kisiasa, wapijanishwa kwa ideology ya kiuchumi, kwa sababu waligawanyiana. Leo Mchina, nitazungumza kwa ishara tu, walhakimu takfihil ishara, na mwenye hikma hutosha akipata ishara. Leo Mchina akiwa ndio amepewa tenda ya lapset, si lazima shababu wafanye kazi yao. Soko itatengenezeka vipi? Kwa hivyo wakati ukitupokonya nchi yetu hii bwana, ilikuwa ni ya bidhaa zetu, mbona umeitukua wewe? Tutatia mapinduzi hapo, tutapata watu mataka kuikomboa Pwani, tutawasapoti sasa, muigawanye Pwani. Mataka kuigawanya South Sudani, sasa tuko na nyinyi. Lini Mwingereza alikuwa na hamu ya Wapwani? Lini? Na yeye ndio alotuzanya mezani na Shamte. Ama mmesahau Lancaster jamanini? Si tunzanywa wapi? Tunzanywa mezani Uingereza bwana. Tunzanywa Kenyatta. Kisha wakatutupa, hakuna lotuuliza. Mikataba yote paka Malikia alikuweko kama shahidi ya mkataba ule. Leo Mwingereza haja, nyinyi mwataka kujitenga, sijue marisi, si tutawapa mawakili, si tuko pamoja na nyinyi. Hizi katika lugha zingine kama jamaa anaambia bwana, poleni katitia. Kwa hiyo saa nyingine waweza kuwa jamaa ameshtukia kwamba lapset endao siyapata changu, hata manto nitoe sauti ya kupinga. Jamaa wanamkue ni keti tini na mimi niangalie changu, sio? Sasa huwa Mwingereza hayayua chake, kuna mradi mkubwa kama huu wafanywa. Ataishika karata ya Pwani, na Pwani si Kenya, awakoni. Jamaa wataketi naye, wewe bwana, mata story hizo bwana, mvipi wewe? Ando kako nini wewe, railway utaifanya wewe? Sawa? Nafikiri mmenielewa, sendi zaidi ya hapo. Ulimwengu wakaugawanya hivyo. Kwa hivyo leo waweza kuona mahala upijanwa wewe, kumetiwa ina la jihadi, watu upijana, kumbe sisi upijania watu katika soko zao, Sheikh. Pijania watu soko zao. Na ndio mimi nawaambia, ikiwa leo kuna mujahidina kweli, ikiwa leo kuna watu wataka kutawanya damu zao, mahala ambapo hapana shaka mwapayua mwapi? Palestina. Hakuna endao. Siasikia hata mmoja amevuka mipaka, ametoka Kenya, ametoka sijui wapi Somalia, ametoka Afghanistani, ametoka Pakistani, ametoka Sweden, ametoka Chechnya, ametoka wapi? Hakuna. Watu wote wamepekwa Syria. Juzi niliwaambia kwa sababu gesi iliyoko Syria lau itafukuliwa itaifanya Syria iwe namba 3 baada ya Russia na nani na Iran, ambao namba 3 ni Qatar. Hiyo gesi ndio zita zote zinaoendelea kwa jina la jihad. Patroli ilogunduliwa Syria lau itafukuliwa, ikianda kutolewa 2018 itamalizika 2050. Stoki walonayo ya patroli, ambao hizi kina Saudia na nini zote katika 2028 zasemekana 2029 zitakauka zisima. Zimekwisha. Syria kwa pijaniwa gesi, Syria kwa pijaniwa patroli, na that why utamuona Mrashi hawezi kutoa nafasi. Kwa nini alimuata rafiki yake Gaddafi hakwenda kumsaidia? Kwa nini alimuata rafiki yake Saddam hakwenda kumsaidia? Kwa nini? Kwa sababu ameshikwa katika ruhu Russia. Yeye ndio anaosambaza gesi Europe. Yoyote atakayekuimiliki gesi ya Syria ataivunda soko ya nani? Ya Russia, ya Europe. Sasa lazima hata ikifukuliwa ifukuliwe under control ya nani? Ya Russia. Wajua siku hizi kuna somo walikuwa zamani wakisomeshwa watu political peke yake. Siku hizi kuna inaitwa geopolitical. Geopolitical au Waarabu wanaita geosiasia. Siku hizi unaisoma political katika mipaka ya kijiolojia, kwa sababu siasa yapelekwa na gesi na nini na patroli. Scenario safi yoyote ya kisiasa huwezi kuipata mpaka ujue background ya kiuchumi na soko za kiulimwengu. Na that why mtajua Somalia what is going on. Yasemekana kuna patroli nyingi sana Somalia.
na kuna watu hawataki patroli ya Somalia ifukuliwe. Ikitolewa itaharibu soko. Watatupampu zita Somalia miaka ngia miaka toka isitulie. Mtatoa patroli? Ndio mimi nikawaambia msifurahikie sana miradi mikubwa, msifurahikie sana kuna gesi imeonekana pate, msifurahikie sana kuna patroli imeonekana. Hizi huweta ndi wa ulimwengu, ni kama choo. Tupo vizuri sana. Watu huona labuda kama kwa kusoma maulidi ya Rama tutankuliwa sisi tukete hiyo kuna gesi pale pate yote ora na dola lako twenda kuifukua. Hatiwe si mimi na wewe. Si mimi na wewe Sheikh. Na haya kukwambia maneno yasokuwa hayo kuteza shere. Ni Mchina, ni Mrusi, ni Mwamerika, hao ndio kila mtu hata iko juu ya level ya serikali ya Kenya. Hata masala ya uongozi wa Lamu, hata serikali ya Kenya ina limit ya kupewa ruhusa kipi yaweza kufanya na kipi haiwezi kufanya. Sasa mgawanyiko aliopata Imam Khomeini ulimwenguni ni aina hizi. Ima ni mgawanyiko wa kisiasa, hautumiki wanyonge, watumikia mabopari, au ni mgawanyiko wa kiuchumi, ni soko na waundaji. Ndio akatoa mgawanyiko wa Qur'ani. Sasa akasema watatugawanya Qur'ani, sio ideology ya kisiasa, sio ideology ya kiuchumi, sio ideology ya kidini, sio ideology ya kimadhhab. Tutumie wanyonge against mabopari, wanyonge kupambana na nani? Na mabopari. Ndio hili neno la mwisho anena innahu liyawmu, hii siku ya Qudsi ni siku alladhi yajibu an yatajahaza fihi almustad'afun fi muqabilil mustakbirin. Ni lazima wajiandae wanyonge wote wa ulimwengu. Asilimia naweza kuambia zaidi ya 75, na hiyo ni kutoka shakani, ni zaidi. Asilimia zaidi ya 75 tuwaumia ulimwenguni. Resources zote za ulimwengu ziko kwenye mikono ya watu 10% ama zaidi ya 10%. Kisha wao hutuetea agenda nyingine. Leo wa Kenya, mkate ukipanda bei, sukari ikipanda bei, gesi ikipanda bei, makaa yakiziwiwa, kuni zikitokatwa, anaumia ni kabila gani? Pale dukani kuna bofulo imepigwa chapa, kwa kabila hili ni bei fulani, kwa kabila hili ni bei fulani. Leo renti za majumba zikipanda, maisha yakipanda Kenya, wanaumia ni kabila gani? Ni kabila moja peke yake linaoitwa nani? Wa Kenya. Lakini tumetiwa katika ukabila, twashangilia, kila mmoja ashangilia kiongozi wake wa kabila. Lakini agenda leo Kenya kwataka kutoke muamko mpya, muamko wa wanyonge dhidi ya mabopari. Kwa sababu hawa wote si walioko serikalini, wote wakubwa, multimilionia watu, wana mapesa tungu mzima, wana nini, wamefanyia nini Kenya? Wamefanyia nini Kenya? Wote. Wamkuwe wa Kikuyu, wamkuwe wa Jaluo, wamkuwe utakao kuwa mkuu. Mimi na wewe tupigana. Mimi Mkikuyu, wewe Mjaluo. Mimi Mswahili, si wewe Mkikuyu. Si wewe mimi Mkikuyu, mimi nani? Mimi na wewe tumalizana. Na sote tuumia, tuanua bofulo pamoja. Sote tazi kizimika tuzikosa pamoja. Sote mai yakikosekana tuyakosa pamoja. Na utakuta Wakenya kutapanda juzi kumezililiwa kukatwa makaa, watu huumia, kila mmoja uzilizie tu. Ila mmoja uzilizie. Hakuna lolote. Yale ni waambia mimi. Toka kumwambia ustadhi anene mimbarini. Madha yamfa anene ustadhi mimbarini. Lakini kesho tutakuwa kutoa wale wanasiasa watatupa 200, tutatoka barabarani tutafanya maandamano, na hatujui tunaimfanyia maandamano ni nani, wala agenda tunaoifanyia maandamano ni ipi. Lakini mkate unaununua kila siku, wewe unauona unavopanda bei, hauwezi kuwa agenda ya kukusukuma wewe kutoka barabarani. Shekhe, nchi fulani kukizinyikataa kwa masatu
na kwa kwamba watu hawakupewa notice za kisawa sawa, mamilioni uteremka barabarani. Shekhi, nchi fulani mkate ukapanda shilingi tu, mamilioni utoka barabarani. Sisi ukiamka asubuhi maisha yanakuwa wasti tu. Je, hamuoni tuko taabani sisi Shekhi? Kisha nchi yaingizwa tu kwenye mikopo, nchi yaingizwa kwenye project, na kila mtu uendeme hungoja compensation. Uona ile compensation ni senti za zaka kama zia Ramadhani? Ile milioni moja upewa wewe, mimi nimepokonywa 3 Shekhi kupewa wewe moja. Bili za taa hujepewa, ukitia shilingi 100 mara utaziona 20 zimefanya nini? Zimekwenda. Twajepewa sisi mtana na asubuhi, Safaricom kwa upande hunu, wengine kwa upande hunu, hujepo tu inchi. Na sisi tuketizie twaenda kikabila. Paka lini tutakwenda hivi? Yaumul Qudsi al-alami, siku ya Qudsi ya ulimwengu, ni siku ya kuwakusanya wanyonge na kuwapa ajenda ya kihakika, sio ajenda za wanasiasa wanaoketi wakitutumia wakati wanapotaka, wakitupiganisha wakati wanapotaka, na siku ya kupeana mkono hata kwa heri hatuambiwi. Tuambie ziko wapi sasa yao ishu? Watu futuru pamoja, poti kupekwa Naivasha ilifika wapi? Iliisha. Na mengine yalifika wapi? Ajenda kubwa hizi zimekosesha watu makazi, ziliisha tu kwa kupeana mikono. Ziliisha vipi? Twaenda wapi? Twastahiki, lakini kwa sababu hatuendi mpaka tutolewe. Ndio ile si yatolewa ustadhi. Sasa utakutoa atakutoa kwenye ajenda zake, hakuna mtu atakuwa kutoa kwa ajenda yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika juma hili la mwisho, juma takatifu, juma la mwezi wa Ramadhani, mwanzo atatutakabalia saumu zetu inshallah, na atatutakabalia zisomo zetu za Qur'ani inshallah, na atatujalia ni katika wale waliowatahuru na moto wa jahannam, na atatusamehe madhambi yetu, na atatupa sisi mwamko, ufahamu, umoja, undugu. Waislamu tushikane, tupendane, na tuweze kusimama kutetea haki zetu kwa ndia za misingi ya Kiislamu, na kwa ndia za hikma, na kwa ndia za busara, na kwa ndia za kuelewa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa nusra wa Palestina, na atawaliwaza wale wanaouawa. Na leo pengine mtatarajia kuna mashahidi kadhaa watakwenda mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio umma ulio hai, umma ambao haufi moyo, umma ambao hauchoki. Mwenyezi Mungu atupe nasran qariba wa fathan qariba insha Allah Ta'ala. Na mwisho tu napenda kuwatangazia kwa niaba ya uongozi wa Safa Academy, matangaziwa siku ya Jumapili kesho kutwa insha Allah tutakuwa na hafla ya musabaka ya hifdhi Qur'an. Utaanza saa 3 hapa Safa asubuhi mpaka adhuhuri, Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na uzima. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi safa'u qulubi adh-dhakirin wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين